Kamanda wa polisi mkoa wa Geita, Sakapsafia Jongo, ameshauri kuondolewa kwa bajaji na pikipiki katikati ya mji wa Geita, hatua inayolenga kupunguza msongamano wa magari pamoja na kukabiliana na changamoto ya ufinyu wa barabara. Kamanda Jongo ametoa ushauri huo wakati akizungumza katika kikao cha bodi ya barabara mkoa wa Geita kilichoketi hivi karibuni. Katika kikao hicho, Kamanda Jongo ameshauri halmashauri ya manispaa ya Geita kutunga sheria ndogo ndogo na kuweka mikakati ya kupunguza matumizi ya bajaji na pikipiki katikati ya mji wa Geita. Na shauri, sijui kama ni mahali mwafaka, lakini kutokana na changamoto hizo za mji kukua na watu kuwa wengi, sasa barabara ni ndogo. Kama mkurugenzi wa jiji la Geita anaweza kuweka mkakati wa bylaw wa kupunguza bajaji na pikipiki mjini, zitembee huko kwenye mitaa ya ndani, lakini zikifika highway ziishie hapo, kwa sababu yani imekuwa na zenyewe ni changamoto, kwa sababu overtaking na barabara ni ndogo na msongamano wa pikipiki, bajaji na watu na udogo wa barabara. Tuweke mkakati wa kuweka bylaw ya kuzirudisha mitaani huko pikipiki na bajaji, ili highway at least tuweke daladala zile, sio daladala hizi, baiskeli zile haisi, alafu bajaji na pikipiki na hizo daladala baiskeli ziishie huko mitaa ya ndani. Lingine ambalo nilitaka kuzungumzia kwa habari ya TANROADS ni pale Nyakungu. Ingawaji hiyo sasa inaenda kwenye maombi maalum ambayo nilikuwa nataka tuyaombe kwa sasa hivi. Ukiangalia pale watu wengi, ule kuvuka pale karibia siku au kila wiki kuna mtu anapata ajali. Sasa tuangalie uwezekano ni jinsi gani tufanye angalau tupate hata ka flyover kadogo ka chuma ka kuchoma pale, ambayo mimi nilikuwa nataka kuiwasilisha kwenye maombi maalum ambayo tunaweza tukajengea hoja kwenye kikao hiki, ili tukayaomba kama special request kutoka kwenye kikao hiki, ili tupate ka flyover pale, ili watu wasiendelee kugongwa pale Nyakungu. Meneja wa TANROADS umenichanganya kidogo mpaka nikawa na sweat mwili wangu. Tukiwa na PC hapa tukaanza kurudia kutafuta pointi moja ya barabara ya kutoka pale Katoro CCM kwenda Ushirombo kwa Mheshimiwa Naibu Waziri mstaafu kakaangu Biteko. Mkanichanganya kidogo kwamba nataka kuijenga ila sasa haijakamilika. Naombeni basi na mimi mnilinde hako ka kipengele. Yaani hata tu mkichukua pale CCM mkaenda kule nje mkaitoa Tagamatu, ninaamini kwa sababu Naibu Waziri yupo, tutaunganisha tu kwa pamoja wakati utakapofika, ila muitolee ile vumbi pale mjini, itakuwa jambo la heri sana. Na waombeni sana. Aliyokuwa anasema Lutandula anataka kuwa mbunge wa kudumu, sijajua kama hata kufa, ila ninaamini tunatekeleza matakwa ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuleta maendeleo kwa wananchi wake. Kwa na waombeni sana mtekelezee hilo. Lakini watu wa TARURA, ni rafiki zangu, ni ndugu zangu sana. Mmenisaidia barabara inayoleta mazao mengi mjini Katoro kutoka Bukondo, kutoka Butundwe ya Inyala. Mmerekebisha kwa kiwango kizuri sana. Hongereni sana na naombeni muendelee kumalizia pale panapohitajika ili mabarabara yetu yapite. Hizi ni ripoti za AyoTV na Miradayo kutokea mkoani Geita. Mimi ni Baraka Fujens.